historia tunayoijua si historia iliyokuwa ni kamili. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia ilisherekea ushindi dhidi ya Wanazi. Mabaraza ya haki yalikaa na hukumu zikasomwa. Dunia ikaamini sasa uovu umeshindwa. Lakini nyuma ya pazia kulifanyika makubaliano ya giza. Wahalifu wa kivita hawakunyongwa wala hawakufungwa, bali walilipwa, walihifadhiwa na kugeuzwa kuwa mashujaa. Leo nitakupeleka kwenye moja ya siri nzito zaidi kuwahi kufichwa katika historia ya binadamu. Jina langu ni Wycliffe Yohana Peter. Karibu kwenye Operation Paperclip. Baada ya mwaka 1945, dunia ilikuwa imechoka. Miji mbalimbali ilikuwa imegeuka kuwa magofu. Mamilioni walikuwa wamekufa. Wanazi walikuwa wameanguka. Bendera zao zimeshushwa. Viongozi wao pia walikuwa wakisubiri hukumu tu. Lakini kulikuwa na hofu mpya, hofu isiyoonekana, hofu ya Umoja wa Kisovieti. Marekani ilijua jambo moja tu: vita vilikuwa vimekwisha, lakini mashindano ya nguvu yalikuwa yanaanza. Na silaha kubwa kuliko zote haikuwa bunduki tu, bali ilikuwa ni akili. Ujerumani ya Nazi haikuwa tu dola ya kijeshi, bali ilikuwa ni maabara ya kisayansi. Wajerumani chini ya Adolf Hitler walikuwa mbele katika swala la makombora, ndege za kasi, silaha za kikemikali pamoja na tafiti za mwili wa binadamu. Lakini tafiti hizi zilikuwa na bei, ambayo bei yake ilikuwa ni damu ya wafungwa. Wanasayansi hawa walifanya majaribio kwa wanawake, watoto pamoja na Wayahudi bila hata ridhaa wala huruma. Kisheria walipaswa kunyongwa, lakini kisiasa walikuwa hazina. Marekani ilianzisha mpango wa siri, mpango ulioitwa Operation Paperclip. Paperclip ilikuwa ni ishara ya kuficha kumbukumbu za uhalifu. Faili zikabadilishwa, CV mpya zikaandikwa na majina mapya yakatolewa. Wanazi wakageuzwa kuwa wanasayansi muhimu kwa ajili ya usalama wa taifa la Marekani. Wakapewa nyumba, mshahara pamoja na ulinzi mkali. Wakati huo waathirika wao walikuwa wamezikwa kimya. Yupo mwanasayansi mmoja anayefahamika kwa jina la Wernher von Braun. Inasadikika ya kuwa huyu ndiye uso mzima wa Operation Paperclip. Wernher ndiye baba wa safari za mwezi na pia ndiye shujaa wa NASA. Lakini kabla ya hapo alikuwa mwanachama wa Nazi na pia ndiye mbunifu wa mabomu ama makombora yaliyoipiga London na kuua maelfu ya watu. Makombora yake yalitengenezwa na watumwa wa kambi za mateso. Wengi walikufa kwa njaa, kipigo na uchovu. Lakini Marekani ilipomchukua haikumuona kama muhalifu, bali ilimuita Hero of Space, ikiwa na maana ya kuwa shujaa wa anga. Bila yeye huenda mwanadamu asingefika mwezini mwaka 1969. Swali zito linaibuka: je, maendeleo yanahalalisha uovu? Marekani ilichagua ni bora sisi tuwamiliki hawa watu kuliko adui wetu awachukue. Haki ikasogezwa pembeni, maadili yakapotea, ukweli ukafichwa na dunia ikaendelea kusonga mbele, lakini juu ya msingi mchafu. Operation Paperclip ilichangia kwa asilimia kubwa kuibuka kwa vita baridi baina ya pande mbili ambazo ni Umoja wa Kikomunisti chini ya USSR na Umoja wa Kibepari chini ya nchi ya Marekani. Na hii ikapelekea mashindano ya anga, silaha za kisasa, teknolojia ya satellite. Kiufupi, dunia ya leo imejengwa na akili zilizopatikana kwa njia ya mateso, na wengi hawalifahamu hili. Wanazi walishindwa tu vitani, lakini hawakupotea. Walibadili majina, nchi na pia walibadili historia. Teknolojia tunayoitumia hii leo imebeba kivuli cha damu ya walioteswa. Swali ni kama Operation Paperclip
ilitokea? Hilo ni ukweli wa kihistoria. Swali ni hili: je, dunia ingechagua maendeleo kama ingewajua waliolipa gharama yake? Historia huandikwa na wenye nguvu, lakini ukweli huishia gizani ukisubiri kusemwa. Jina langu ni Wycliffe Yohana Peter. Asante.